mwenendo wa hali ya uchumi. Mheshimiwa Spika, hali ya uchumi wa nchi yetu imeendelea kuimarika na kuwa himilivu pamoja na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza duniani. Kwa kuwa bunge lako tukufu limepokea hotuba ya hali ya uchumi asubuhi ya leo, naomba kwa kumbukumbu za kikao hiki upokee muhtasari wa hali ya uchumi kama ilivyowasilishwa katika aya ya 12 hadi ya 14 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa bajeti ya serikali, bunge lako tukufu liliidhinishia serikali bajeti ya jumla shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025/26. Kati ya kiasi hicho mapato ni shilingi trilioni 41.39 ikijumuisha misaada ya shilingi bilioni 925.1 pamoja na mikopo ya ndani na nje ya shilingi trilioni 15.1. Kwa upande mwingine, matumizi yalijumuisha mishahara na stahiki za watumishi ya shilingi trilioni 7.71, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.81, malipo ya riba za mikopo na mitaji shilingi trilioni 14.21, ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 23.98, pamoja na uwekezaji wa mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.78. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ilifanikiwa kukusanya mapato ya jumla shilingi trilioni 34.75 sawa na asilimia 101.8 ya lengo la kipindi hicho. Mheshimiwa Waziri, dakika moja. Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Rais ameshajiunga moja kwa moja akiwa kama ni sehemu ya Bunge, na yeye kati ya kiasi hicho mapato ya kodi yalifikia shilingi trilioni 28.1 sawa na asilimia 105.1 ya lengo. Mapato mengine yasiyo ya kodi na mapato yanayokusanywa na halmashauri shilingi trilioni 5.92 sawa na asilimia 89.5 ya lengo, na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 740.5 sawa na asilimia 96.1 ya lengo. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya asilimia 70. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92 sawa na asilimia 98.8 ya lengo la kipindi hicho. Kiasi hicho kinajumuisha mishahara na stahiki za watumishi shilingi trilioni 7.02, malipo ya riba shilingi trilioni 5.09 na ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.02. Matumizi mengine ni ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 19.41 na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.38. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2026 serikali ilikopa jumla shilingi trilioni 11.29 katika soko la ndani na nje sawa na asilimia 89.5 ya lengo. Kati ya kiasi hicho mikopo ya ndani ilikuwa shilingi trilioni 5.08 ambapo shilingi trilioni 2.55 zilitumika kulipa hati fungani zilizoiva na shilingi trilioni 2.53 zilitumika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, mikopo ya nje ilikuwa ni jumla ya shilingi trilioni 6.2 ambapo kati ya kiasi hicho mikopo nafuu ilikuwa shilingi trilioni 4.61 na mikopo yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 1.59. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45 sawa na asilimia 33.6 na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89 sawa na asilimia 66.4. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025
imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni na serikali kwa pato la taifa ni asilimia 39.6 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 24.4 dhidi ya ukomo wa asilimia 40, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 123.1 dhidi ya ukomo wa asilimia 180. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mafanikio hayo, kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali. Masuala mtambuka. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia masuala mtambuka yanayobainishwa katika hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na athari za migogoro ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi na jinsia na ustawi wa jamii, kama ilivyobainishwa kupitia aya 26 hadi ya 37 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, uendelezaji wa makao makuu Dodoma. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, yani Presidential Decree namba 320 ya mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aidha, mwezi Februari mwaka huu 2026 tumetimiza miaka 30 tokea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma, na hivyo kuwa mhimili wa kwanza kuhamia rasmi makao makuu. Naomba nitumie fursa hii kulipongeza Bunge kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mhimili wa serikali ulihamia rasmi Dodoma mwaka 2017 wakati wa serikali ya awamu ya 5 iliyoongozwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kupitia kauli mbiu ya kazi iendelee, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza kwa kasi zaidi ujenzi wa Dodoma kama makao makuu ya taifa. Kwa sasa mihimili yote ya dola imeshahamia Dodoma, ambapo mhimili wa mahakama ukiwa na jengo la kisasa na mfano barani Afrika, wakati mji wa serikali wa Mtumba ukiendelea kujengeka kwa hadhi ya kipekee. Vilevile ikulu ya Chamwino nayo imekamilika na kuendelea kutekeleza kazi zake za kuwa kituo kikuu cha uongozi wa taifa letu. Hakika hii sasa ni Dodoma, mji mkuu unaoibukia vyema na sio tena mji uliozama Idodoma. Mheshimiwa Spika, ni wajibu wetu serikali, sekta binafsi na hata ofisi za balozi na mashirika ya kimataifa kuendelea kuijenga Dodoma kuwa mji mkuu wa kisasa wa karne ya 21 kwa taifa linalojiamini na lenye matumaini makubwa. Badala ya kuwa makao makuu ya utawala wa nchi, Dodoma itaendelezwa kuwa alama muhimu ya nchi ya maendeleo ya kiuchumi, kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa Tanzania na nchi jirani, na mfano wa maendeleo wa mikoa na majiji mengine nchini. Reli ya SGR na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato vinatoa fursa muhimu ya kuharakisha kufikiwa ndoto hizo. Bajeti ya mwaka 2026/27.